Kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia jinsi ya kutafsiri ndoto. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Kwa njia ya ndoto Mungu anaweza kufunulia kitu kabla hakijatokea. Kwa njia ya ndoto Mungu anaweza kufunulia mambo ambayo yanakaribia kutokea au mambo ambayo tayari yamekwisha kutokea. Kwa hiyo leo watu wengi wamekuwa wakiota ndoto lakini hawajui ndoto hizo zinaashiria vitu gani, na wengi huwa hawajui kutafsiri ndoto ambazo wanaziota. Ndio maana leo nimekuandalia somo hili, jinsi ya kutafsiri ndoto. Nitakwenda kukupa njia rahisi ambazo njia hizo zitakusaidia kutafsiri ndoto uliyoiota. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15, utaona neno la Mungu linasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono usiku, usingizi mzito uwajibiapo watu katika usingizi kitandani. Maana yake ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu anaweza kukufunulia utakuwa nani kabla hujakuwa. Biblia inasema pia Mungu ni Mungu atangazaye mwisho mwanzoni. Manake Mungu anaweza kutangaza mwisho wa safari yako kabla hujaanza safari. Mungu anaweza kukufunulia kwa njia ya ndoto uzee wako, ili hali wewe bado ni kijana. Mungu anaweza kukufunulia mwisho wake. Ndio neno la Mungu lasema yeye ni Mungu atangazaye mwisho mwanzoni. Manake Mungu anaweza kukufunulia mambo kabla hayajatokea. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7. Ukisoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7, imeandikwa, neno la Mungu lasema, hakika sitafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wangu siri zangu. Kwa hiyo neno la Mungu lasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia siri zake watumishi wake. Manake kabla kitu hakijatokea, Mungu anaweza kukufunulia kwa njia ya ndoto. Sasa watu wengi wamekuwa wakiota ndoto, lakini ndoto hizo huwa hawajui zinamaanisha nini. Kabla tujaendelea na somo letu, kama wewe ndo mara yako ya kwanza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele ili uendelee kupata mafundisho mbalimbali. Twende moja kwa moja nikakuonyeshe mwongozo ambao utakusaidia kutafsiri ndoto. Jambo la kwanza, ili uweze kutafsiri ndoto uliyoiota, unatakiwa ujue ndoto hiyo ilianzaje. Hii ni kitu cha kwanza, ndoto hiyo ilianzaje. Ni muhimu. Hii ni mwongozo wa kwanza ambao utakusaidia kujua ndoto hiyo inaashiria kitu gani. Unatakiwa ujue ndoto hiyo ilianzaje. Lakini njia ya pili au mwongozo wa pili ambao utakusaidia kutafsiri ndoto uliyoiota, unatakiwa ujue mambo yaliyotokea, yaliyotokea katika ndoto hiyo. Je, ndoto hiyo uliyoota kuna mambo gani au matukio gani ambayo yalitokea kwenye hiyo ndoto? Lakini jambo la tatu ambalo unatakiwa ujue, ndoto hiyo iliishiaje. Ni mambo matatu. Jambo la kwanza, ndoto hiyo ilianzaje. Ndoto inaweza ikaanza vizuri lakini mwisho wake ikaishia vibaya. Lakini pia ndoto inaweza ikaanza vibaya mwishoni ikaishia vizuri. Kwa haya ni mambo matatu ya msingi ambayo yatakusaidia kujua tafsiri ya ndoto hiyo au ndoto hiyo inaashiria vitu gani. Je, ndoto hiyo ilianzaje? Mambo gani yalitokea katika ndoto hiyo? Kuna vitu gani ambavyo ulikuwa unaona, matukio gani yalikuwa yanatokea kwenye hiyo ndoto? Lakini ndoto hiyo iliishaje? Ndoto hiyo inaweza ikaanza vibaya lakini mwisho wa siku ikaishia vizuri. Lakini matukio pia ambayo yanatokea katika ndoto yanaweza yakakuonyesha tafsiri ya ndoto. Je, ni matukio gani katika ndoto? Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi. Nimesema ndoto inaweza ikaanza vizuri lakini ikaishia vibaya. Ndoto inaweza ikaanza vibaya ikaishia vizuri. Kwa hiyo haya ni mwongozo wa msingi ambao utakusaidia kujua ndoto uliyoiota inaashiria vitu gani. Watu wengi wamekuwa wakiota ndoto, lakini wengi wanakuwa wanajiuliza, je, ndoto alizoziota zinaashiria vitu gani? Kwa hiyo njia rahisi ambazo zitakusaidia, zitakupa mwongozo wa kutafsiri ndoto uliyoiota ni muhimu. Vitu vya kwanza utakuwa utambue ndoto hiyo ilianzaje, lakini mambo gani yalitokea katika ndoto hiyo. Kwa mfano, umeota ndoto alafu kwenye ndoto hiyo uko unajiona una huzuni sana, yaani uko unajiona ulikuwa una huzuni sana, au ndoto hiyo imekuogopesha, yaani ndoto unajiona unaogopa au imekutia wasiwasi, maana yake ni mambo yaliyotokea tunaangalia. Lakini ndoto hiyo iliishaje? Hivi ni vitu vya msingi ambavyo vitakusaidia kutafsiri ndoto, kwa sababu kwa njia ya ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu
huitumia kuzungumza na watu wake. Na watu wengi Mungu amekuwa akiwafunulia vitu, lakini wengi huwa hawajui kuvifasiri vitu hivyo. Kwa hiyo unaweza ukatumia mwongozo huu, na mwongozo huu utakusaidia kuweza kuelewa ndoto hiyo inaashiria vitu gani. Ni matumaini kuna kitu umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment chini niambie umejifunza zaidi. Lakini pia kama utahitaji masomo mbalimbali yanayohusiana na ndoto, naomba comment, sema anahitaji kujifunza zaidi, na masomo mengi tutayaleta yanayohusiana na ndoto. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.